Usiku wa manane, kulisikika mtu akipita katika korido ya makazi ya rais. Kamera za ulinzi hazikurekodi chochote, hawakuona chochote, lakini mtu aliyeingia kwenye chumba cha kulala cha Kapteni Ibrahim Traore alijificha kwenye kona. Kama mtu yoyote angejua mgeni huyu ambaye hajakaribishwa, basi kungetokea machafuko kimataifa. Kwa sababu aliyeingia hapa alikuwa ni jasusi wa CIA. Aliingia akijitambulisha kama mwandishi wa habari, na hakuna mtu yoyote alikuwa anajua isipokuwa huyo jasusi akijua ni nini kinachoendelea usiku huo wa manane. Na jina lake alikuwa anaitwa Richard Keller. Jina hili halikuwa popote katika majina yanayojulikana ulimwenguni kwa miaka 15 iliyopita. Amekuwa akifanya kazi Afrika kama mwandishi wa habari wa kujitegemea, lakini wakati huo huo ni wakala wa CNN, mpiga picha wa kujitegemea, huku akitengeneza makala zake binafsi kuhusiana na Afrika. Na baadhi ya makala zake zimewahi kushinda tuzo nyingi tu. Sasa mission ya usiku huu ilikuwa rahisi tu: atafute taarifa za kijasusi za taifa la Burkina Faso na taifa la Urusi ambazo ni mikataba ya kijeshi. Walijua taarifa hizi lazima zitakuwa zimefichwa kwenye chumba anacholala Ibrahim Traore, na wakawa wamepata taarifa kuwa Ibrahim Traore ameshaingia chumbani kwake kulala majira ya saa 5:30 usiku, na walikuwa wamejipanga vizuri sana kiasi kwamba CIA walikuwa wameacha nafasi ya mtu kuingia wiki chache zilizopita. Wakati nyumba ya rais ikifanywa ukarabati, walijipenyeza kama mafundi. Sasa kazi hii ilikuwa rahisi sana kwa sababu Keller alikuwa akifuatilia mienendo ya rais hivi kiasi kwamba alipoingia hakuna alarm yoyote iliyopiga kelele. Kamera hazikumuona wala walinzi hawakumuona, lakini tayari yuko ndani ya ikulu ya rais, na sasa amekaa akisubiri, kwa sababu kitu kinachojulikana kama balance of power imehama kutoka ulimwengu wa magharibi na imehamia mashariki. Kama Ibrahim Traore atasaini mikataba waliowekeana na Urusi, yani akiruhusu wakufunzi wa jeshi kutoka Urusi kuwafundisha askari wa Burkina Faso, hilo litakuwa ni pigo kubwa sana. Upande wa Afrika Magharibi ya mlango ikamfanya Keller agande kimya. Akasikia vishindo na mtu mmoja akaingia kutoka kwenye eneo alilojificha. Akiwa anachungulia, akaona buti za kijeshi zikitembea. Akashtuka kidogo kwa sababu huyo aliyeingia akaja akasimama kwenye huo uwazi aliojificha bwana Keller. Akajiuliza, nimeshajulikana nini? Peter akasikika akivua gwanda zake akiwa anajiandaa kulala. Akakaa akisubiri dakika 30 zingine, maana ndani ya dakika 30 atakuwa amelala usingizi fofofo. Na alipojihakikishia Kapteni Ibrahim Traore ameshalala, akajivuta na kujisogeza, lakini kwa umakini wa hali ya juu sana. Miaka mingi aliyojifunza ikawa imemuandaa kwa wakati kama huu. Akajisogeza polepole akiwa hata hapumui. Akaukaza mwili wake kuondoa kelele yoyote kutokana na mishipa ya mwili wake, na taa za chumbani zilikuwa zimezimwa, ila kuna mwanga mdogo, na upande mwingine kulikuwa na kabati kubwa ambalo hili ndio lilikuwa lengo hasa la Keller kuingia hapo ndani. Walimtuma aibe hizo taarifa za kijasusi za mikataba ambayo tunaona amesainiana na Urusi. Keller akitembea kwa uangalifu kukaribia lile kabati, ghafla sauti ikasikika, unaweza ukataka kusimama hatua 2 zaidi kushoto kwako, Mr. Keller. Sauti ilikuwa ya upole sana. Keller akaganda, huku polepole mkono wake akiupeleka kiunoni kwake kuitafuta bastola yake. Taa zilizo karibu na kitanda zikawashwa na kumwonyesha Ibrahim Traore akiwa amekaa, amevaa nguo zote na kama bastola ikiwa kiunoni mwake. Muonekano wake usoni wala haukuwa na hasira. Tafadhali usiguse silaha yako, sauti ya Traore ikasikika. Tafadhali usiguse silaha yako, sauti ya Traore ikasikika. Watu wangu tayari wako kwenye nafasi zao, na mimi ningependa tuongee kama watu wastaarabu. Na kutokea kwenye kuta, wanaume 4 wenye silaha walikuwa wamesimama huku wakimlenga Keller. Akili yake kwa wakati huu ikawa inawaza, atatokaje hapa? Lakini akajifikiria, akaona haiwezekani,
maana hili halikuwa bahati mbaya. Traore amekuwa akimsubiria. Ulijuaje Kela? Akauliza huku sauti yake ikiwa na ujasiri bila kujali hatari inayomkabili hapo mbele. Flowering akatabasamu kwamba CIA watatuma mtu. Hilo lilikuwa linategemewa na imekuwa ni wewe, na limechukua kazi sana mpaka kufika hapa. Traore akasogea karibu na kiti kilicho karibu na kitanda chake, akamwambia, tafadhali kaa, maana ningetaka kukuua hata usingekatiza bustani. Kela akasita huku polepole akisogea kwenye kiti kwa ujasiri kama alivyofundishwa, yani kama hakuna kinachomtisha. Hivi kweli wewe ni mtu hatari? Akamwambia Kapteni Ibrahim Traore. Washindani watatu wa tuzo za Pulitzer walioshindanishwa kwa uandishi wa makala zinazohusu wakimbizi wa Sudani. Je, makala hizo uliziandaa mwenyewe au CIA wana waandishi vivuli wasioonekana? Kela akaitikia, niliandika mwenyewe, huku macho yake yakiwa hayaachi kumwangalia Ibrahim Traore. Kwa hili hakuwa anadanganya, kwa sababu uandishi wake wa habari ilikuwa ni taaluma yake aliyokuwa amesomea kwa kusudi maalum. Migogoro ya wakimbizi, ni kweli kabisa, bila kujali ni nani anayenisainia cheki zangu. Traore akaitikia, akasema, ndio maana watu kama ninyi mna umuhimu mkubwa sana kwa mashirika ya kijasusi, si ndio? Rais wa Burkina Faso akaweka bastola yake pembeni, akaenda mahali alipoweka faili lake. Je, unajua hiki ni nini? Akabaki yuko kimya. Proley akafungua lile folder ili Kela aone maudhui yaliyoko ndani yake. Kulikuwa na jina lake kamili na huduma zake zote za kijasusi ambazo amekuwa akilifanyia shirika la CIA, picha za miaka mingi za operesheni zake ambazo amekuwa akizifanya, mpaka na maelezo ya familia yake iliyoko Virginia yako ndani. Wewe sio mtu wa kwanza uliyetumwa katika taifa langu, Mr. Kela. Na kitu cha kuvutia, Traore akafunga folder. Sasa nina pendekezo ambalo linaweza hata wewe mwenyewe likakushangaza. Mji wa Wagadugu kulikuwa na ukimya, bila kuelewa kuwa nyumba ya rais kulikuwa na kitu kinachoendelea ambacho kingekuwa ni hatari sana kwa taifa lao. Nimekuwa nikitegemea mtu kama wewe kwa muda wa miezi kadhaa. Akaanza kutoa maelezo tangu wakati ambako nimekuwa nikipitia uwezekano wa kuwa na ushirika na watu wa magharibi. Naamini kuwa ninafanya dili na Urusi. Kwa hilo wako sawa. Warusi walinijia mimi na ofa ya vifaa vya kijeshi na mafunzo. Pia hakukuwa na minyororo yoyote ya ukoloni ambao wangetaka kututawala, na sisi sote tunajua hakuna kitu kama hicho. Na mimi nimeona mataifa ya magharibi wakicheza michezo ile ile kwa miongo kadhaa, wakichimba madini, wakiwaweka viongozi vibaraka, wakitupa misaada inayotufanya tuendelee kuwategemea na sio maendeleo. Kela akajibu, Warusi hawawapi uhuru ila mnajitengenezea. Master mwingine akajibu, unaelewa huu mchezo vizuri sana, si ndio? Kela akabaki kimya kitafakari alichokiongea, maana hii ilikuwa haifuati itifaki ya vile alivyojifunza. Traore akiwa anamwangalia usoni akamwambia, ninaenda kukuachilia utembee hapa bila kudhurika, lakini kwanza nataka uone kitu kimoja ambacho wajasusi wenzio hawajawahi kukiona katika mafaili yao. Akampa ishara mmoja ya walinzi ambaye alisogea mbele ya tableti yake. Humu ndani ni maelezo ya vile ambavyo nchi yako imekuwa ikiifanyia Burkina Faso kwa muda mfupi. Rais Traore akamuonyesha Kela mambo ambayo yeye mwenyewe alimshangaza kutokana na kile alichokuwa anakifahamu, na anachoonyeshwa hapa ni vitu viwili tofauti. Ndani kulikuwa na maelezo ya kina ambayo CIA wamekuwa wakifanya backup za operation ambazo zimefanya taifa la Burkina Faso halina uchumi tena. Mikataba ya migodi hakuna faida. Wanachukua kila kitu wakiacha faida kidogo sana kwa taifa la Burkina Faso, wakiacha mashimo. Raisi akamwambia Kela, uandishi wenu wa habari huwa hamripoti haya, na wanasiasa wenu wanazungumza kuhusiana na demokrasia na haki za binadamu, wakati ambao makampuni yenu yanawatendea watu wetu kama takataka
na mashirika yenu ya kijasusi wanahakikisha mifumo hii inaendelea bila kubadilisha. Na Kela, ni ukweli amefanya kazi sana kiasi kwamba dokumenti ambazo ni original anazifahamu, na akiziangalia hizo sio feki, ni original. Ni ukweli ambao hajawahi kusikia. Akauliza swali, kwa nini unanionyesha mimi haya yote? Kwa nini usiniache niondoke? Traore akajibu, ni kwa sababu sitaki maadui zaidi. Ninachokihitaji ni mmoja wenu katika shirika lenu aelewe ni nini hasa kinachotokea hapa. Mimi sijaegemea upande wa Ulaya wala upande wa Marekani wala upande wa Urusi. Mimi ni raia wa Burkina Faso, na wakati mwingine kuwalinda watu wangu ninahitaji kufanya makubaliano na watu watakaokuja kutunyonya. Mpaka wakati huu walinzi wa Ibrahim Traore walikuwa wamebaki kimya, lakini silaha wakiwa wamezielekeza kwa Kela, wakati ambapo rais wao alikuwa akiongea. Akaendelea kuongea, mikataba ya kijeshi ya Urusi ndicho kitu ambacho wakubwa wako wanaogopa? Sio kwa sababu mimi nataka tu kusaini mikataba hiyo. Natumia faida zao kuwapa pressure watu wa magharibi ili na wao waje mezani, tukae tuyazungumze. Na shirika lenu la kijasusi linajua kuwa siasa ni michezo michafu, si ndio? Na mambo yakawa yamebadilika. Jasusi aliyetumwa kukusanya taarifa, Traore anamtumia kwa mtego, tena kiujanja, kwenye mbinu za makubaliano. Traore akaendelea kumwambia, wakubwa wako hawataamini kama ukiwapelekea taarifa hii, watadhani na kudanganya au umetishiwa. Alikuwa yuko sawa kwa sababu General Michael Langley asingekubaliana na maelezo rahisi kiasi hiki, wakati amekuwa akimlaumu Ibrahim Traore kuachana na mataifa ya magharibi na kujiunga na Urusi na China. Kela akauliza, sasa ni nini unachokihitaji kutoka kwangu? Swali likabaki hewani kwa muda, wakati Traore akimsoma huyu jamaa, halafu akamjibu, ninataka wewe ujionee mwenyewe kwa macho yako. Sio masuala ya ikulu na sio maelezo tu kutoka kwa maafisa wa serikali, ila nataka ujionee mwenyewe Burkina Faso halisi, vijiji ambavyo watoto wanakufa kutokana na kunywa maji yasiyo salama. Hii yote ni kwa sababu makampuni ya uchimbaji wa madini yanatumia kemikali kwa maji hayo, mashambani ambako wakulima hawajui nini cha kufanya kwa sababu sera inabidi ziandaliwe na IMF, na inakuwa ni ngumu kwao kuingia kwenye soko la ushindani ambalo bidhaa ni lazima zitoke nje, yani huko Ulaya. Mafunzo mengi ya Kela yamemwandaa katika kupambana na vita mbalimbali, lakini sio hili iliyoko mbele yake sasa. Akamjibu raisi, unataka kumfanya jasusi wa CIA atembee kuona ugumu wa nchi yako? Traore akajibu, hapana Mr. Kela, ninataka kukupa habari wewe kama mwandishi wa habari ili uende ukaiandike huko kwenye taifa lenu la Marekani. Kapteni alikuwa hachezi naye kama jasusi ambaye ni adui, ila kama daraja kati ya dunia mbili. Kela akauliza, vipi kama nikikataa? Na vipi kama nikitoka hapa halafu nikaenda kuambia wakubwa zangu kile ambacho wangehitaji kukisikia? Raisi akajibu, basi hakuna kitakachobadilika na nchi yako itaendelea kutokujua ni nini ninachokitaka, na watu wangu wataendelea kuteseka chini ya mikataba yenu ambayo haitunufaishi. Halafu kuna mtu kama Urusi au China watakuja kuziba pengo wakitumia mifumo yao ya unyonyaji. Halafu raisi akaongea tena, angalia, wamemtuma mtu kuniua badala ya kuja tukae mezani tuongee. Kela alijua hiki anachokiongea huyu jamaa ni cha ukweli, kwa sababu taifa lolote linaloenda kinyume na sera za magharibi basi watataka kumuua huyo kiongozi wake badala ya kukaa naye mezani ili wayazungumze, wayajenge. Traore akamwambia Kela, nipe wiki moja kabla hujaenda kupeleka ripoti kwa wakubwa wako. Ona ninachojaribu kukuonyesha, halafu jaribu kujitafakari mwenyewe. Hili lilikuwa ni ombi gumu sana kutoka kwa kiongozi mkuu wa nchi kwa adui, na Kela akajiuliza, kuchelewa kupeleka ripoti kwa wakubwa wake, kuna kitu kitatokea huko, kutatuma signal kuwa kuna kitu huku kwenye operesheni yake hakijaenda sawa. Katika kujiuliza sana, akajitafakari, akakumbuka yeye ni mwandishi wa habari
na akamuuliza rais, nikikubali unanihakikishia vipi usalama wangu, kwamba hautanikamata kama spy ambaye amekuwa ndani ya Burkina Faso na kunipeleka kwenye TV? Traore akaitikia, akamwambia, hilo ni swala zuri sana. Sasa mimi nakupa uhuru kama mwandishi wa habari. Wewe tembea uwezavyo, hakuna atakaye kusumbua. Na wasaidizi wangu watakupa usaidizi wa chochote utakachokitaka bila kuingiliwa na chochote kile. Kela akafanya maamuzi, na ninaamini utakuwa makini sana kwa kile unachokiripoti, na simu yako pia ya satellites wala haitofuatiliwa. Traore akanyosha mkono wake baada ya Kela kufikiria kwa muda. Baadaye naye akampa mkono, wakakubaliana. Security chief wangu atakusindikiza kupitia mlango wa nyuma na utaanza mizunguko yako kesho asubuhi. Wakati Kela anaondoka kupitia mlango wa nyuma, akili yake ilikuwa ina maswali mengi sana. Traore alijuaje kuhusiana na mission yake, na ni nani amefunua ukweli wake, na kikubwa zaidi, mashaka ya Ibrahim Traore kuhusiana na watu wa magharibi, jambo ambalo limekuwa likimsumbua siku zote akilini mwake. Yeye rais amewezaje kulileta kwa kulifanyia utafiti na maelezo ya kina? Akaondoka eneo la ikulu kupitia mlango wa nyuma. Chief Security akamwambia gari litakuchukua muda wa saa 11 asubuhi. Siku 7 zilizofuata zikabadilisha kabisa uelewa wa Richard Kela juu ya watu wa Burkina Faso na utendaji kazi wake, na Traore amekuwa ni mtu wa kusimamia ahadi zake na maneno yake, na Kela akawa amepewa access zote, sio upande wa jeshi au serikali peke yake, ila uhalisia wa maisha ya watu wa Burkina Faso na jinsi gani nchi yake imekuwa ikihusika na maisha magumu ya raia wa hapo. Akaona vijiji ambavyo makampuni makubwa ya uchimbaji yanaendeleza kazi zake huko kukiwa na uchafuzi mkubwa sana kwenye vyanzo vya maji, na nyuma wakiacha magonjwa na umaskini, wakati ambapo madini yalikuwa yakiwasaidia watu wa magharibi. Akaanza kuwahoji wakulima ambao walikuwa kamwe hawawezi kuuza mazao yao kwa sababu soko sera zake zililalia kwa watu wa Ulaya. Akawahoji manesi na madaktari ambao hawana vifaa katika hospitali. Akahoji pia wanakijiji ambao wanasumbuliwa na ugaidi. Katika haya yote, ujumbe wa Captain Ibrahim Traore ulikuwa uko wazi kabisa. Kama alivyomwambia, akakumbuka maneno aliyoambiwa na Rais Ibrahim Traore kuwa si wakatai watu wa magharibi, ila anakataa unyonyaji. Na siku ya 5, Ibrahim Traore mwenyewe akaungana na Kela katika ziara mojawapo ya vijijini. Kijiji mojawapo kulikuwa na migodi. Akamwambia Kela, kwenye kijiji hiki serikali imeingia sasa ubia na hawa wawekezaji, lakini pia watunze mazingira na wahakikishe ajira kwa raia wa Burkina Faso, na mapato yalikuwa yanaenda moja kwa moja katika maendeleo ya kijiji badala ya kuchukua wawekezaji kwa kujinufaisha wenyewe kwa kuweka katika akaunti zao za benki za Uswizi kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Hii ndiyo maana ya maendeleo yanavyotakiwa kuwa, sio kuwa tegemezi ila ubinadamu. Kela akajikuta yeye mwenyewe akichukua ripoti, sio kwa ajili ya maelezo kutoka kwa wakubwa wake CIA, ila kama taaluma yake ya uandishi ilivyokuwa hapo mwanzo. Kela akajikuta amependa mwenyewe kazi hiyo, na awamu hii uelewa wake ukawa umebadilika kabisa, tofauti na alivyokuwa anaelewa mwanzo. Alijua Captain Ibrahim Traore huyu ni mpinzani wa mataifa ya magharibi, lakini akaja kuelewa kumbe mwamba anapambania raia wake. Na siku ya 7 iliyofuata, Kela akakaribishwa ikulu, sio tena kama jasusi wa CIA, bali kama mwandishi wa habari wa kujitegemea, tena ikiwa ni interview ya wazi kabisa. Traore akamuuliza, "Je, umejionea mwenyewe vya kutosha?" Kela akajibu, "Nimeiona Burkina Faso ya tofauti kuliko nilivyokuwa naitarajia mwanzo, na approach yako kwenye swala la maendeleo na mahusiano ya kimataifa ni kubwa mno kuliko inavyoeleweka huko Washington DC." Traore akajibu, "Kitu ambacho Burkina Faso tunahitaji ni washirika wanaoheshimu uhuru wetu, wanaotambua kuwa rasilimali zetu ni mali za watu wetu, wanaotambua kuwa maendeleo ni kujenga uwezo na sio kuwa tegemezi." Kela na watu wa magharibi wakikataa kuendana na hayo mnayotaka, itakuwaje?
Traore akajibu, tutatafuta washirika wengine, sio kwa sababu sisi ni maadui wa watu wa magharibi, ila kwa sababu sisi ni wazalendo wa Burkina Faso. Wajibu wangu ni kwa watu wangu, sio kuwafariji watu wa magharibi kwa ajili yao. Baada ya kumaliza interview, Traore akamwomba Bwana Kela kwa ajili ya mazungumzo ya siri. Una maamuzi ya kufanya? Kela akajibu, mpaka wakati huu nitawaambia nilichokiona. Kwa upande wa Kela, hili lilikuwa ni jaribio kubwa sana, kwa sababu wakubwa walihitaji kusikia kile walichokitegemea kusikia na sio uhalisia wa mambo yalivyo. Lakini alichokiona awamu hii ni tofauti kabisa na uelewa wake wa sera za Marekani, namna wanavyodili na changamoto za Afrika Magharibi. Traore akamwambia, sikukuleta hapa kukugeuza uwe mshirika wangu, na mimi sitaki wewe ulisaliti taifa lako, lakini unaweza ukaisaidia nchi yako kuona mifumo yao ni ya kinyonyaji inayoacha vidonda visivyopona, na uelewe kuwa amani ya kweli hutokana na ushirikiano wa kweli na sio unyonyaji. Siku chache baadaye, Kela aliamua kama mbaya, acha iwe mbaya, badala ya kumpa General Michael Langley ripoti aliyoitegemea kuisikia kutoka kwa Kela kulingana na operation aliyompa ya kuchunguza kwa undani zaidi kuhusiana na mikataba ya Urusi na Burkina Faso. Akaamua kuandika ripoti ya madhila aliyoyaona huko Burkina Faso, na makala ile ikafanya ashinde tena tuzo nyingine. Ndani ya makala ile alionyesha ni jinsi gani mataifa ya magharibi yameupotosha ulimwengu kumhusu Kapteni Ibrahim Traore kuwa ni adui wa magharibi, lakini ukweli ni kwamba Traore hataki unyonyaji, ukandamizaji, anataka uhuru na haki ya utu kwa Waafrika, na sio kama ambavyo watu wa magharibi wanatuona Waafrika hamnazo kichwani. Ni watu wachache waliojua kuwa kilichompa ushindi wa tuzo kwa makala aliyoiandaa ni taifa la Burkina Faso. Lilimsaidia kukusanya taarifa za kweli zenye uhalisia ndani yake. Ni watu wachache tu waliojua kuwa Kela alitumwa kumuua mtu ambaye ndiye aliyehusika pakubwa sana kumpa habari ambayo imempa ushindi. Kumbe hakuwa mtu mbaya kama ambavyo wamepotoshwa kuwa Ibrahim Traore ni dikteta. Na huko Burkina Faso, Ibrahim Traore hakuwahi kuweka wazi jinsi alivyoweza kumgeuza adui aliyekuja kuutoa uhai wake na kuwa mshirika mwema. Na alipoulizwa kuhusiana na uandishi wa Kela, jibu lake lilikuwa rahisi tu, kwamba Bwana Kela aliiona Burkina Faso kwa macho yaliyo wazi kabisa. Nyuma ya pazia, shirika la kijasusi la Marekani lilikuwa limeuona ukweli, ila wameamua kuukalia kimya. Kwa upande wa Mr. Kela, aliacha kazi ya ujasusi akaendelea na taaluma yake ya uandishi wa habari, huku akionyesha ulimwengu ukweli wa mambo ulivyo. Mimi ni Mariam Paul.